Mwaka huu kwa rehema za Mwenyezi Mungu, Waislamu tumefunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, wakati ndugu zetu wa Kristo nao wakiwa katika kipindi cha Kwaresma. Hiki ni kipindi ambacho Mola wetu ametukadiria sote kwa pamoja, licha ya tofauti zetu za imani, tuielekeze mioyo yetu kwake, kuomba toba, salama ya nafsi zetu na ustawi wa nchi yetu na watu wake. Hili ni jambo la baraka na neema kubwa. Hivyo hatuna budi kudumisha upendo na kuheshimiana, vile vile kudumisha amani, utulivu na mshikamano. Tofauti zetu kiimani zijengewe daraja la kuimarisha udugu wa Watanzania na umoja wa taifa letu. Mwezi mtukufu wa Ramadhani hakikuwa tu kipindi cha toba na ibada, bali ni wakati ambao mioyo yetu inakumbushwa au ilikumbushwa kuonea huruma wenye uhitaji, kusaidiana na kuimarisha mshikamano katika jamii yetu. Kama inavyosema Qur'ani katika sura Al-Baqara aya ya 177, taisema Kiswahili chake, inasema wema sio tu kuelekeza nyuso zetu mashariki au magharibi, bali wema ni imani ya kweli, ni kumwamini Mungu kwamba Mungu yupo, kuamini siku ya kiyama, kuamini malaika wa Mwenyezi Mungu, kuamini kitabu chake Qur'an tukufu na kuamini mitume yake. Lakini vile vile ni kutoa mali uipendayo kwa jamaa, mayatima, maskini na wenye uhitaji katika mifumo tofauti, aidha sadaka au zaka. Lakini vile vile wema ni kufuata maamrisho yake Mwenyezi Mungu. Hata Biblia au Biblia takatifu katika kitabu cha Yakobo sura ya 1 aya ya 27 inatueleza kuwa dini safi isiyo na taka mbele ya Mungu ni kwenda kuwatazama yatima na wajane katika dhiki zao na kujilinda na dunia pasipo mawaa. Hiyo ni Biblia. Kiangalia aya mbili hizo zinatuelekeza wote kufanya matendo ya huruma, kupendana, kushikamana na kusaidiana. Hivyo basi sote Waislamu na Wakristo tunao wajibu wa kutekeleza kwa vitendo maamrisho hayo, sio tu nyakati za mwezi mtukufu wa Ramadhani na kipindi cha Kwaresma, bali siku zote ambazo Mwenyezi Mungu ataturuzuku uhai wetu.